Na muko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV ikiwa ni saa 6 saa za Afrika ya Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Ni ndugu yako the one and all in town DJP Rajab Wakili Kabonga, baba la baba, mzee wa Ngwasuma. Ni muda ambao tunaungana na mchambuzi wetu kwa lengo la kuweza kujadili mambo yetu ambayo ni muhimu sana kwa siku hii ya leo. Tutajadili kuhusiana na hasara ambazo Rwanda itazipata baada ya hukumu ya bwana Hippolyte Kanambe na M23 na AFC pamoja na kiongozi wao Paul Kagame, na faida ambazo pia Kongo itazipata baada ya hukumu hiyo kutoka kwa mahakama ya kijeshi dhidi ya Hippolyte Kanambe. Na pia tutazungumzia kuhusiana na kitendo cha wazalendo kukataa CCLF kabisa, huku akisema hawahusiki na CCLF. Na moja kwa moja tuungane na mchambuzi wetu kutoka United States of America, bwana Said, ambaye amekuwa akifuatiliwa sana na watu wengi na amekuwa ni kipenzi cha watu wa Baraka One TV. Wengi wanamsikiliza, wanamkubali. Tusikie kuna nini kutoka kwake. Baraka. Yes, karibu sana. Safi ndugu yangu, vipi, kwema? Huku ni kwema, labda za huko ni habari zinasemaje kule? Huku kwema, mimi mzima. Shukuru Mungu kupata na muda wa kuwasiliana na wewe. Sijue huko mambo mengine huko. Sisi usalama upo wa kutosha. Unajua hapa tuna tuko na sentire moja ya kutosha yenye inafunga kiuno kikubwa sana ambako adui hawezi kupita. Kwa hiyo tuko vizuri. Tunashukuru kwa hilo. Yeah. Sasa ndio kiongozi. Hapa tuna vitu viwili muhimu sana na wananchi wanataka kusikilize. Hukumu ya Hippolyte Kanambe itakuwa ina hasara gani kwa Paul Kagame, M23 Rwanda, na faida gani kwa Kongo? Na pia wazalendo wanaendelea kukataa katu CCLF kwamba si hiyo haituhusu. Kwanza serikali haitupatia kitu, sasa tutengeze CCLF ya nini? Sisi hiyo kitu haituhusu. Kabla ya kuzama kwenye hili, naomba kifungua kinywa chako kwanza. Asante, nashukuru sana kunipa na nafasi. Kwanza taarifa hii kifungua kinywa changu mimi, na kuna vitu vitatu. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana katika vitu vitatu, na nadhani kifungua kinywa changu nina furaha kubwa. Katika vitu ambavyo mimi kwanza nimefurahi leo ni kuona wazalendo ni kuona M23 wanakataa, wanasema hakuna kabisa CCLF. Hicho kitu mimi nimekipenda. Sababu huu ulikuwa ni kama mzigo serikali au kwetu sisi raia. Wazalendo ndio wamekataa CCLF. Na ndio wazalendo ilikuwa ni kama mzigo sisi kwetu raia. Sababu kama CCLF ingekuwepo, maana yake ni nini? Ni CCLF ba M23 beko Mkongo, si ndio? Sasa sisi ingetusaidia nini? Na ukiona adui wako anakupenda, basi angalia vizuri, kuna mahali umekosea. Ukiona adui anachekelea anakupenda au anakupongeza kitu kile ambacho ungefanya wewe adui, basi angalia. Ukiona wa M23 anapendekeza CCLF, manake kuna sababu huenda mimi
minisio, wanasubiri minisio yao ifike, hao kuna kitu kenye ambacho wanasubiri kifanyike. Hawakwaki wanaomba sesele fea bure, hapana. Yaani wanafaidika nayo, ni mtaji. Yes, kwetu sisi haitusaidii chochote. Haitusaidii chochote kwa sababu wenyewe, yani wewe unataka kuua nyoka, nyoka anakuambia bwana tupumzike kwanza kupigana. Inaingia akilini kweli? Na iko nyumbani mwako. Nyingine nyingine ya pili ni yani mimi katika vitu vyote vita imeisha, hakuna vita tena. Na nyingine vita ndio hiyo ya pili, vita imeisha Mkongo. Hii tutabaki nayo ni mizunguko. Tunajua hata mvua ikitafuta kwenda inakuwa napiga maradi, mungurumo mkubwa. Lakini kichwa hii ndio serikali tuko tunaitafuta hii. Hii ndio judgment tuko tunaitafuta. Maamuzi yakija yanakuja. Hatuwezi kuwa tuko inchi yote tupo tu serikali yenyewe. Kila mtu anafanya anavyotaka. Dunia inajua kama kumbe Kongo inaelekea kuamuka. Hiyo ni kinywa changu kwanza. Kwa nini Kagame huyu ni Joseph? Sababu Joseph ndo alikuwa na mizizi yote ya Kagame. Joseph ndo alikuwa, yani kumbuka Joseph akuteuliwa. Joseph manake kuteuliwa, Kagame ndo alipendekezaka baada ya mzee kufa, akasema hapana. Na yeye huyu ndo aliyosababisha mzee afe. Huyu ndo aliyosababisha mzee afe. Sasa na yeye tutamtafuta. Nadhani kama kuna kipindi nilikifuata, kipindi chako wenye walikifuata kile kipindi, mlikuwa mambo mazito sana. Hicho ndio kifungwa changu tu, sikuwa na kingine chochote. Okay, so asante sana, na nafikiri ni muda mzuri sasa sisi kuweza kuzama kwenye hizi mada zetu kubwa mbili. Watazamaji wetu wote ambao wako United States of America wamepongeza sana hichi kipindi, na pia wanakupongeza sana kwa jitihada zako na ushirikiano wako kwa Baraka1 TV, na wanasema kwamba uendelee kuwapa mambo kwa sababu una vitu vingi, na pia wamepongeza kwamba tuongeze dakika, hata dakika 45 unaona. Na wale wote ambao wako wengine wote ambao wako Australia, ambao wako Australia, ambao wako Canada, ambao wako Europe, Canada pale kuna ndugu yetu anaitwa Joseph, na pia ni mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia vizuri, na yeye pia ni mchambuzi mzuri wa siasa. Tutapata wakati tutakuwa tunafanya sisi wote watatu, na pia kuna Isapa na pia Europe, Canada. So kina Kizabe Ayeba, kina Denebu Toto, Eshide Kizenga Tembele, kina King Sele, Kashosi kutoka Australia, Kiza Salum, Bionde Klambamawe, hawa wote na wengine wako nasikia Baraka1 TV. Haya, tuzame sasa hapa. Hasara kwa Paul Kagame, kwa M23, kwa AFC na kwa Rwanda baada ya hukumu ya Hippolyte Kanambe iko wapi? Na faida ya Kongo iko wapi? Tunaanza na hiyo. Faida, shukuru kwanza. Faida kwanza, si hasara. Tuanze na hasara. Hasara sio kwa Kagame tu. Josefu alitumika kama kibaraka kwa wengi, sio kwa Kagame tu. Sababu tukirudia huku nyuma, ukifata ile hotuba ya ule alikuwa sijui wa Ufaransa, sijui ni nani ule, namsahau jina nani. Jina nadhani nikikumbuka atakuja. Hotuba yake aliyoifanya, na tukirudia huku nyuma, sababu yeye mpaka alipatikana. Unajua huyu mtu Joseph kama angeendelea, tungekuwa yani Wakongomani tunaisha bila kujua. Huyu ndo alikuwa, yani huyu ndo alikuwa ni kama vile jipu ukifinyaga alafu unaacha kale ka jicho, tunaita kale ka sumu kale ndani kale, inaweza ikasababisha kansa.
Ndio jicho lile. Ni sasa unafunza pia bila kutoka ile kajicho kafunza haujamtoa funza bado akingali. Kwa hiyo mambo yanakwenda utaratibu. Nadhani Kofia alisemaka hawatoagi funza na sasi. Hapana. Ni utaratibu. Kwa hiyo hasara iliyopatikana kwa Kagame ni hasara, na kwa nchi ya mashabiki wa Kagame. Sababu kumbuka Kagame hayupo mwenyewe, ana mashabiki wake. Kuna maswali watu Wakongomani wajiulize. Wakati wa Kabila wa Mzee Laurent tulikuwa na mashabiki wengi kama Zimbabwe, lakini kwa nini hata rais wetu alijitenga na Zimbabwe? Angola hao wote walikuwa ni watu karibu sana na tusiwe mimi ni wasikilizaji, tukumbushane habari, tuache kupeleka taarifa. Kama una taarifa ya ukweli, basi kaa chini, fanya utafiti, upate taarifa ya ukweli. Mimi ninapotoa taarifa nina ukweli, naongea kitu kenye ambacho najua. Ndio maana nakwambia wakati wa mzee, familia ya Mzee Kabila kujua watu walifanya nao kazi, waulizwe watu kama vile wakina Kisebwe, wakina Munanga, wakina Kalabe na wengine Wabembe wenye alikuwa nao. Hawa ndio wanaweza kutuletea ushahidi wa huyu Joseph Kanambe huyu. Pointi ya pili, turudie historia, sababu kabla Kabila hajafariki Mzee Laurent, kikao kilianza. Vikao vilikuwa vikao na vikao mpaka kumalusaka. Kipindi kile alikuwa ni Mwanawasa. Levi Mwanawasa. Lakini baada ya kumuua walifanya mizunguko sana. Mwenye ambaye alikuwa kana preparation ya kumuua alikuwa ni Zimbabwe. Zimbabwe alikataa. Na hivi vyote Kagame alikuwa anatafuta ni nani mwenye ambaye yuko naye karibu anaweza kumuua. Zimbabwe alikataa. Alichokifanya Zimbabwe ni kumwambia Laurent, kumwambia bwana huku natafutwa. Majibu aliyotoa mzee ni kusema mimi nipo tayari kufa kwa ajili ya population yangu. Hiki kitu Zimbabwe akaona baadaye akajitenga. Wakaona wazungu hapana, Wabelgi walimstaki, wakamstaki Marekani, wakasema bwana huyu mtu hauawe. Wakasema acha niulize Marekani. Majibu yaliyotoka ni yes. Sio mimi naongea, ni ule ni wa Ufaransa, na alisema karibuni juma mbili hapa ilipita. Alitoa ndani yake, nadhani nitakutumia hata wewe. Lakini Angola halikuwa na faida gani? Angola ule kwake alikuwa anasumbuliwa na ule rebere wake ule nani Savimbi. Hatuendi. Kwa hiyo haliaidiwa, wewe ukimaliza hiki na sisi tunamaliza. Kumbuka kulikuwa wiki mbili, warudie kikao cha pili, baende bakutane tena Zambia. Sababu kikao cha kwanza walikaa, warudie kikao cha pili. Lakini mkikao cha kwanza hamkuwa matumaini sana. Kipindi kile wanasubiria mzee alikuwa na prepare wakutane kama kawaida. Ndo sababu ya kufunguliwa kwa Edika Penda. Kama Zawadi alikuwa nje, Edika Penda alikuwa ndani, ilikuwa impossible mule ndani amuue. Okay, tusiende huko, ni historia inajulikana, tusipoteze. Baada ya mzee kufa, ni nani alikuwa anafanya control? Ni Zimbabwe. Nani aliyosema Kabila Joseph akae pale Wenterime? Ni Zimbabwe. Na wengine walioshirika wakafanya mambo yao. Haikuwa kikao cha Wakongomani wala, yani pale msiba ungaliki Wakongomani wanatapatapa wajua wafanye yale, wanaisha toa taarifa. Kumbuka wakati anakufa Kabila alikuwa natoa maagizo. Barebere walikuwa yani Warebere walikuwa masimu ya wewe sijuko na kujua kuma Moba kule, kuma Mtoto, kuma Kizabi, Mujilo, Mpiana kule walikuwa sehemu za kule.
Ndo siku moja hiyo hiyo ilikufa na dokta. Kulikuwa komanda mmoja wanamuita dokta. Ni komanda mwenye ambaye alikuwa anasiliana sana na mzee. Okay. Huku kwetu ndio historia ilikuja mpaka hapa tulipofikia. Ni historia ndefu mpaka hapa tulipofikia. Mafanikio ni nini sasa? Kifo cha mzee. Mafanikio yalikuwa makubwa ni kwa Kagame. Baada ya yeye kuingia uraisi, aliingia mu 2000 kama 2000 nakumbuka. Na alikuja kuondoka ma 2019. Kama sijakosea. 2001 ndo Hippolyte akaingia katoka 2001 mpaka 2019. 2018 mwezi wa kwanza ndo akasede officiellement pouvoir. Yes. Mission alikuwa nayo ni ya kufyeka Wakongomani. Huyu ndo alimuua Mamadou Ndala, huyu ndo alimuua Andrew, huyu ndo alimuua Lenge, huyu yani majoro wote aliwateketeza. Leo hakuna hata mmoja mwenye anasemaka mwenye alimuaka Lenge ni nani? Komanda Lenge. Majoro Lenge ni nani? Ni yeye. Mwenye alimuaka Andrew, komanda Andrew, chef ni nani? Ni yeye. Na wengine wote walifuata, wote aliwateketeza. Sasa leo na yeye chake kinamfuata. Ni uchungu kwa Angola, ni uchungu kwa Zimbabwe, gani wengine. Na hawa ndo wenye ambaye alikula nao. Na ndo maana wakati vikao vyote walivyokuwa wanafanya, mimi kama mimi sikuwa natakiwa vikao vinaenda kufanywa Angola. Nadhani kitu kama hiki hata mwenyewe Rais Tshisekedi anakifahamu. Bwana nini huyu aliyokuwa anafungwa, alifungwa hata bila kusambishwa, akawekwa tu ndani kama vile kuku basi. Huyu aliyotolewa hapo mlikuwa nani Lubumbashi nani? Edi Kapenda. Edi Kapenda. Alikaa mule tu anasubiria kama ni kifo kama ni nini. Hakukuwa judgment, akafungwa tu akawekwa huko ndani. Walifungwa wengi sana. Hiyo ni bahati, kwanza itakiwa afyekelewe. Na wengi walipoteza maisha. Jua walifungwaga wengi, waskari wengi na wengi wakapoteza maisha. Aliwateketeza wengi sana. Wengi aliua Joseph. Kanambe aliua wengi sana. Na kingine na kuzofisha juu inchi mkishakosa kuwa na askari, hiyo inchi imeoza. Sasa hiyo inchi imeoza. Leo China pale akamatiki ni kwa sababu wanajiambi. Sasa faida yetu ni nini kwa huyu mtu? Sisi hatuangalii kisiasa, tunaangalia ngambo yetu. Tunafanikiwa na nini? Sisi tunafanikiwa kwa sababu tunaenda kupata ushindi au tumeshapata ushindi. Kwa sababu tangia taarifa ile siku kondane ilitoka, hukumu ilitoka, huyu mtu popote apatikane, kuna nchi nyingi inaanza kukunja makucha. Kuna nchi nyingi inaanza kukunja makucha. Na mwenye ambaye alafu kitu kizuri nakipenda niki kondane ya Joseph inakuja inafuatana na mwenye alikuwa rais wa Ufaransa. Nicolas Sarkozy. Eko ndani miaka 5 anafungwa. Kwa hiyo sababu nilikuwa nategemea Ufaransa atakuja kukataa kauli ya kusema hapana, hapashukua kondane hivi na nini. Lakini wenyewe wanatoka kumhukumu rais wao kwa sababu ya rushwa. Sasa Kagame eko na msiba mkubwa, mara 10 hata nanga angekufa kuliko hukumu ya politika Kanambe. Kuliko yes. Sababu nitakupa mfano mmoja nitakufa. Kiongozi anaposimamishwa au kufa, kila kitu kinakuwa nyuma yake kinasimama. Mfano ni moja, wakati rais wetu, kiongozi wetu Magufuli alivyofariki, ulionaje? Kila kitu kilisimama. Tanzania yote ilizizima. Yes. Yani treni kichwa tu kikiharibika, huku malori yote nikubakia huku ni kusimama.
kila kitu kinaendelea Mkongo kitastop, kitasimama. Sababu giza lilitanda Afrika nzima kabisa, na mwanga kupotea kabisa. Leo kunaonekana ni Traoré ndo anakuja kuna kamwanga tena. Sasa Kagame hii vita hii vita yani hii vita ameshinda, ndio vita tunapata ushindi. Kwa sisi faida yetu ni kwamba faida yetu kubwa ni kwamba tunashinda vita. Yes, hii vita itari imeshashindwa. Hii vita yani vita basi kwa vyovyote, sababu kuna maeneo Joseph mwenyewe kanaambia hawezi kupita na hawezi kuonekana, hawezi kupenya. Hata yeye mwenyewe sasa hivi anajificha ficha kama panya. Okay. Nafikiri kwa hii point ya kwanza tunaimaliza au uko na la kuongezea hapo tuingie point ya pili? Cha kuongezea mimi Kenya ambacho niko nakiona, vita inaelekea kumwisho. Kama hata wazalendo wanajipa ule moyo wa kusema sisi seselefe hakuna, iwe ni kuona kwenye viko wanaenda kuko jua iko na chomoza kuko, yani ile jua asubuhi inaanza kuchomoza na ndo kupelekea maswala ya seselefe ni kubadistre, na ndo hapo tunaingia kwa hii point ya pili. Wazalendo wanakataa seselefe. Hii inasomekanaje? Wapo sahihi. Wapo sahihi, na wazalendo niwaambie tu kitu kimoja, wasisubirie mpaka kama mzee anaweza akasema chochote. Hicho kitu aondoe kabisa. Mzee anajua kazi ni kuendelea kule, hawezi kawaambia stop wala nini. Unajua kwa nini mzee anawakwepa? Sio kusema ni weni kuwakwepa, maana yake ni weni kuwatenga. Hapana, ni mipango. Ni mipango wale wajitetee. Na ndio maana unaona Umoja wa Mataifa weko pale, hawawezi kumwambia wewe nini. Niwe ni nchi. Unaona? Niwe ni nchi. Kwa hiyo yeye ni mwenye kujua kinachoendelea. Ila seselefe kwa wazalendo kukataa, mimi naona ni ushindi. Ni ushindi sana. Ni ushindi. Sababu maeneo mengi inashaonekana wamesha karua. Wamesha karua sana. Yani hii nakwambia kabisa huu ni ushindi. Hata wenyewe ba M23 na mwenye Kagame, sababu ule ndo alikuwa pio wao kabisa, ni nini wafanye, ni nini wasifanye. Alikaa miaka 18, anajua sehemu ya kuingilia na ya kutokea ni wapi. Ndio maana mimi mashabiki wanisikilize kidogo, wanisame kama nitakuwa nimekosea. Mimi tangia mwanzo niliwahi kusema hivi, vita haipo huko Bukavu, vita iko Kinshasa. Ba M23 beko Kinshasa, watu walikuwa nashindwa kunyelewa. Leo hukumu, mimi ningependelea naomba kwa serikali, sheria ipitishwe, yoyote mwenye ambaye atapinga kwa chama cha Joseph Kabila, chama kivunjwe. Yes. Chama kivungwe, na yoyote atakayepatikana kutoa sauti kwa kumtetea walifu ndani. Hatuwezi tukakaa tunachikenyana tu, tunajitekinya alafu sisi wenyewe tunacheka. Tutakuwa wenda wazimu. Leo tunaona mfano wa Tundu Lissu Tanzania, aliamua akasema tutakinukisha, hakuna uchaguzi. Unaona kinachoendelea? Hukumu ya nini? Hukumu ya kifo. Na chama kimefaniziwa aje? Kimefutiliwa mbali. Kauli ya kuongea tu Tundu Lissu mpaka leo yuko jela. Kwa nini Kongo sheria isitoke? Kile chama chake mwenyewe alishapatikana mwizi. Haya, mimi ni mwizi, niko natafutwa, napatikana, wewe unanifadhili kwako. Wewe unafikiri unanusulika na wewe ni kufungiliwa pamoja? Na wewe pia si mshirika. Ina maana hiki chama ni chama cha mabandi. PPRD ni chama cha kama mnamkamata kiongozi wa banani,
kiongozi wao alikuwa anasumbua Kinshasa ni Kuruna. Au mnakamata bachini yake au mnakamata chifu wake. Na ile fasi mlimkamata nao ni kuwafunga wote. Yeah. Kwa nini kondane inaenda kwa Joseph, chama chake wanaacha bila kugusa, bila kukifungia chama? Chama kinatakiwa kifungwe sababu mwanzilishi wa chama ni yeye. Ina maana na wale waliobakia walihusika moja kwa moja. Asilimia kubwa ya watu wa FCC pamoja na chama cha PPRD ndio watu wa M23. Sasa na hii condemnation iko itaenda lazima maji yatafuata njia yake, itawafuata lazima tuju, watajitokeza tu. Unaona serikali iko na mipango yake moja moja hivi, inafanya sambla senye haikuoni, kumbe iko na kupiga kwa jicho la tatu. Sasa utajichanganya kidogo kama hata, na hisi ndio kitu ambacho wako wanasubiria. Serikali isiogope lawama. Serikali isiogope lawama. Tuko tunaona Marekani hapa. Trump yuko anatoa decision. Akitoa leo, kesho anaanza kufanya kazi. Inatoka leo, tuko naona decision. Alitoa decision kufukuza immigrant wote wale nje. Watu wanafukuzwa kama vile panya. Unaona Mashikago, watu wanafukuzwa, wakina mama, wanawake, bila kuangalia. Unaona mtu anaanguka damu, kamata tupwa. Ina maana Trump haoni? Anaona, lakini ni sheria ameshaitoa. Lakini kwetu hapo utasikia discrimination, ubaguzi, wanafukuza wanani, wanatenga wanani, sijui ni upuzi. Tena alihutubia kwa hiki kikao kenye walikuja New York hapa, aliwaambia hadharani. Aliwaambia kwa sababu ya probleme ya wahamiaji. Sisi huyu alishakuwa kondane. Ule mwenye ambaye ataamua tu kunyanyua mdomo. Nchi ya Kongo, tuelewane, hii nchi ya Kongo haiwezi kuendeshwa kwa hali ya unyenyekevu kama vile nchi tulipata kwa amani. Haiwezi. Mpaka kuwe na kale ka dikteta kadogo ndo hiyo nchi ionekane kama inakaa vizuri. Lakini Kisekedi hakiacha kuogopa kelele. Ndugu yangu, Kongo tutakuwa tunaburunga kila siku. Yaani itakuwa ni kama vile mtu anatafuta channel, unapeleka huku unapitisha, unapeleka huku unapitisha. Hakuna kinaeleweka. Chama chake wafanye iwezekanavyo, sababu huyu ni teroriste. Huyu ana jina ingine ya kumupa, ni criminal. Ni criminal. Kwa nini alitusumbua hii miaka yote kusema kama tuko na M23? Kumbe ndo yeye na Kagame ndo walikuwa na kama M23, na waliwekwa pale kama vile kiteka uchumi. Tulikuwa tunajiuliza hawa watu wanapokimbia wanaendaka wapi? Walikuwa kitoka Kongo wanaenda Rwanda, wanaenda wanawekwa akiba kusubiria. Asante sana. Leo tukiuliza pesa yao ya kuwalipa natokaka wapi? Natoka ni Rwanda. Ina maana Kisekedi alikuwa anatoa pesa Mkongo, samani. Kanambe alikuwa anatoa pesa Mkongo anapeleka Kagame, alafu mshahara unatoka Rwanda ndo nalipoa baskari. Inaingia lini kweli? Yeah, ndio ilikuwa. Pesa ilikuwa wanajeshi wote wa upande wa huku kwetu. Pesa ilikuwa inatoka Kinshasa inaenda Kigali, kisha inatoka Kigali ndio wanatia maliste de paix ya wanajeshi. Kwa hiyo walikuwa consider kama wanajeshi wa upande wa hii ni crime moja ya hatari. Ushindi huu nadhani kwa sekunde 30 malizia hapo. Tunaupata. Kuna watu, lakini kuna nchi ambayo mimi sitaiweka hapa, lakini ni lazima nitaje. Sababu kila kitu kina mwisho. Kwa mfano Ubelgiji. Hii ni pigo kwake. Ni pigo kwake. Ni pigo kwake. Huyu mgogoro Trump yupo anajaribu kumaliza, lakini ni lazima kabla hajamaliza mgogoro asiliane na Ufaransa na Wabelgi. Qatar anaweza kumvuta Qatar mara moja tu, anamtoa Trump, anamwambia toka basi.
Vita imeisha zamani, alishaona kabisa vita hawataweza. Naam, dakika 30 zimekamilika. Asante sana, nakushukuru kwa siku ya leo. Mengine nafikiri kesho pia nayo ni siku. Asante, nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana. So hii ni Baraka1 TV ambao uko unasikiliza na mchambuzi wetu ndugu yetu mwanaharakati na pia mtafiti wa masuala ya kisiasa Said kutoka Marekani ndio tulikuwa tuko naye, na kama kawaida mnavyojua hii ni B1 TV na mimi ni ndugu yenu hapa the one and only town DJP. Dakika 30 ambazo mmezikubali ziwe zinarusha haya matangazo. Tukutanane majira ya saa 9. Chao chao.